Leo nimekuja kwa ajili ya mambo matatu ambayo ningependa tuzungumzie, na hata salamu siwapei kwa sababu hakuna amani, hakuna kusalamika hapa, ila naongea haya kwa machozi, ingawaje uchungu mimi sina, kwa sababu najua Yesu mwenyewe alituambia kwamba sameheni maadui zenu, na pia kisasi ni chake, sio cha mwanadamu. Juzi kuna mtu anaitwa Jika alienda Kisoro na dada yake Miriam. Tuanapeleka habari ambayo mtumishi wa Mungu Agra aliwatuma wapelekee watu wa Kisoro. Lakini kwa mshangao ni kwamba walipofika huko sijui kama yale ambayo aliwatuma ndio waliongea ama waliongeza yao. Lakini ninapohakikisha ni kwamba hata Agra anapokuwa mbele ya Wakristo huwa anawaambia kwamba mnapoona Jika amekuja kwenu, mjue kwamba mimi ndio nimemtuma, na yale ambayo anawaambia ni yangu, si ya mtu mwingine. Kwa hivyo mimi na uhakika ya kwamba yale ambayo Jika alielezea Wakristo kanisani aliyatuma na baba yake. Na ndiyo sababu nimekuja hapa tuyachambue ama tuyaongelee juu yake, kwa sababu ni mambo ambayo yalivunja mioyo za watu wengi kanisani mahali ambapo walikuwa wamekusanyika. Kwa hivyo mimi kwamba kabla sijaingilia katika hayo mambo, ningependa kuelezea msome kitabu cha Mwanzo 47 kuanzia mstari wa 29 kumalizia kwa 31. Kuna yale ambayo mtoto Joseph ama Yusufu alipokuwa ameuzwa na ndugu zake katika nchi ya Misri. Ingawaje hawakujua alikuwa amemuuza Misri, kwa sababu alimuuza tu akaenda, lakini Bwana akampeleka Misri, jinsi wengi wetu tulivyo. Lakini Bwana hakumwacha. Bwana alikaa na yeye mpaka akafikia kiwango ya kuwa mmoja wa wakuu ambao wako wamesegemea mfalme wa Misri, Farao. Na mnapokumbuka vizuri ni kwamba njaa ilipoingilia nyumba ya Israeli, ikabidi ya kwamba kwa unabii wa Yusuf watu wa Farao wakakusanya chakula wakaweka pamoja, ili hiyo siku ikifika wakuwe na chakula katika manyumba zao. Na ikabidi wa Israeli waende watafute chakula katika nchi ya Misri. Na ilipofika hivyo, ndipo mtumishi wa Mungu Yakobo ama Israeli akatuma watoto wake, na yule alikuwa mkuu Levi, Reuben, wakashika safari kwenda katika nchi ya Misri kutafuta chakula. Na walipofika huko, yaliyokuweko ni kwamba Yusufu yeye aliwatambua, lakini hawakumtambua kwa sababu alijua kwamba huyu alikufa. Lakini yeye kama aliyokuwa amepitia katika shida, alitambua kwamba hao ni ndugu zake. Aliwakaribisha vizuri, wakapata chakula, lakini hakujitambulisha kwamba ni ndugu yao. Na ikafika wakati akawaangalia kwa machozi. Na mkumbuke huko nyuma walipokuwa angali nyumbani pamoja, kuna ndoto ambazo alikuwa amewapea. Akamwambia kwamba nimeota Bwana akiniambia akinionyesha kwamba itakuwa ni siku moja
akaona ya kwamba watamuinamia, lakini hakuleta sura ya watu kama watamuinamia, wala ilikuwa mtama iliyomuinamia. Lakini baba yao Isaya, kwa sababu alikuwa mtumishi wa Mungu, alijua huyu mtoto ako tofauti na watoto wengine. Hizo ndo takaziona, na ndugu zake wakamwekea jina ambayo ilikuwa inaitwa Akarosi, yani kumaanisha kwamba ni mtu wa kuotaota. Lakini baba yao kama mtumishi wa Mungu alijua kwamba huyu mtoto ni tofauti na ndugu zake wengine, alimpenda. Lakini kwa sababu ya hayo wakamchukia, ndipo wakamuuza. Walipopelekea babake manguo ambayo imewekwa damu, kuambia baba yao ya kwamba simba imeuma ama ilikula mtoto wao, baba yao alilia, akakubali hivyo. Sasa ndipo huyo mtoto alipokuwa hivyo akamwambia, hapana, la kuwapatia chakula, muende mrudi nyumbani, mlete baba yenu, mlete wale ambao walisalia waje hapa, ndipo nitawapea chakula ya kurudisha kwenu. Hivyo sasa wakarudi nyumbani kuambia baba yao Yakobo ya kwamba tulipokuwa katika nchi ya Misri walitupatia masharti ya kwamba turudishe turudishe nyinyi wote, tuende pamoja, ndipo atupea chakula. Lakini kwa sababu mzee alikuwa amezeeka, akamwambia hapana, mimi sitaweza. Na akamwambia kwamba pengine tupeleke Benjamin ambaye alikuwa ni ndugu kwa damu wa Yusufu. Baba akamwambia hapana, haka ndio katoto ambao kamebaki katika nyumba yangu. Yule ambaye alikuweko ndugu yake, mkumbuke mnyama ilimkula, na sasa huyu naye mataka nimpoteze, sitakubali. Ndipo kukawapo na kiapo kwa mzazi na mtoto. Sikiza, nataka nitakapoambia maneno muelewe vizuri mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Akampea kiapo, akamwambia, baba yangu, mimi ni kijana wako mkubwa, nipe huyu niende naye, niende naye Reuben. Nimesema baba, nitakurudishia mtoto wako, na kila ambacho kitakuwa juu yake, kizuri ama kibaya, kihesabiwe juu yangu. Ndipo baba alipoangalia mtoto wake, kwa sababu alikuwa kijana mkubwa, na sisi ama mtu akianaelewa kwamba mtoto mkubwa katika boma, yeye hulinganishwa na baba katika boma hilo. Imfura ingana nase, yani mtoto wa kwanza hulinganishwa na baba yake. Baba akasema ni sawa, iwe hivyo. Ndipo mtoto wakamchukua kufika Misri. Alipoona aliwafurahia, lakini wakushindwa, huyu anatufurahia hivi ni nani? Upendo na tuonyesha ni kwa njia gani? Kwa nini atupatie upendo? Hawakujua kwamba alikuwa ndugu yao. Ndipo alipoona Benjamin akamkumbatia, akamshika sana, ndipo machozi kamdondoka kwa macho yake. Lakini ndugu zake hawakujua ni nani. Hayo anaitwa mapenzi ya Mungu. Napoambia Mungu, yeye hufanya mambo yake kwa kisiri, na mambo yake hawezi kutambulika. Ndiyo sababu anasema Mungu ni wa ajabu. Sasa ona, na ndipo walipoona mtoto, akamwambia mfalme, kwa nini unalia? Akamwambia hapana, mimi ni ndugu wenu huyo ambao mlimuuza. Wakapiga magoti wakamuinamia, jinsi Bwana alivyokuwa amesema, ikabidi wamuinamie. Na kweli walipokuwa wanapingana siku hizo, na walipomuendea kutafuta chakula kwake, walimuinamia ama hawakumuinamia? Na Misri yenyewe silikuwa inamuinamia. Kwa sababu gani? Kila ambacho mwanadamu hudharau, ndicho Bwana hutumia kufanya kazi yake, kufanya kila ambacho yeye mwenyewe anataka kama Mungu kitendeke wanadamu wake. Jamani, tazameni jinsi umetudharau. Nilikuwa naambia hapo katika kitabu cha Mwanzo 47 mstari 29 kuendea mstari wa 31. Ndipo siku ilipofika mtumishi wa Mungu Yakobo kusalia. Hapana, ilipofika siku yake ya kulala, akaja akamuita Yusufu.
akamwambia Yusufu, mwanangu, yapa nishike kwa mapaja yangu, niambie ya kwamba hautawahi niacha mimi nikufie huku, ila utanipeleka katika kwetu, mahali ambapo baba yangu na babu yangu Ibrahimu wamelazwa. Katika kaburi yao mimi nitalala hapo. Ndipo mtoto alikuwa ameona baba yake ameletwa Misri kumpa chakula na amezeeka. Akamwambia, baba, nimekuapia nitakurudisha nyumbani upumzike hapo. Na ninaposikia Jik akisema ya kwamba yeye alienda kachukua mwili wa Elisha kurudisha nyumbani, kwanza swali la kwanza nataka nimuulize ni kwamba mwili Elisha alipokuwa angali kupelekwa hospitali Goma alikuweko? Angeniambia alimpeleka hospitali, hiyo ingeeleweka. Lakini yeye hujitakia heshima. Ni sababu nimemwambia tumemaliza miaka 11 tukiwaangalia tu kama wajinga. Lakini kwa sababu Bwana aliwatoa akili, nyinyi muna interpret vibaya heshima kwa ujinga. Hapana. Mtu anapokuheshimu sio kuwa ni mjinga. Mimi nadhania kwamba kuna watumishi wa Mungu kanisani ama wa Kristo ambao wako na akili zaidi kuliko akili yenu nyinyi ambayo mko nayo. Na hakika kwamba kuna watumishi wa Mungu ambao wako na akili, wa Kristo ambao wako na akili mingi kuliko yenu nyinyi mnaojigamba hapo. Lakini kwa sababu ya kunyamaza tu mnaona wao ni wajinga. Lakini hatukuwa wajinga jamani, ila tulijifunzwa kwa ukoo wetu ama desturi ya Wafumbira ni kunyenyekea, ukiangalia, ukianalyze, kujifanya mjinga, lakini ukijua ukweli umelalia wapi. Ndio sababu niliwaambia nyinyi mnajua Wafumbira ni wajinga kwa sababu mnapowaona wakinyamaza tu, wakiimba unafikiria ni wajinga, lakini sio wajinga. Mioyo zao zinawaumia kuona ya kwamba injili ya Kristo ambayo Agre na Elisha walikuwa wanatembea nayo ya ukweli imesabaratika. Lakini wanakunyamazia tu, unafanya ujinga wao kwa sababu wewe umejifanya kuwa wewe eti wewe ni master planner, wewe ni engineer, sijui wewe ni nani. Na unapofika mbele zao mpaka unaanza kuwagusa katika vidonda. Nilikuwa kwa mtumishi wa Mungu Joseph na baba yake. Nipaka hapa akamwambia niapia kwamba mtoto unanipeleka unirudisha katika kaburi la baba yangu. Alimkubalia, mwambia baba nitakupeleka. Ndipo baba Yakobo aliposikia hivyo akadondoka katika kitanda akakufa, kwa sababu alikuwa amehakikisha kwa mtoto atamrudisha. Hakika Yusufu na ndugu zake na watu wengine kutoka Misri wakachukua mwili wa Yakobo wakarudisha. Lakini ilihesabiwa ya kwamba mwili huyu ulipelekwa na Jiki ama ulipeleka na mtoto wa Yusuf na mtoto wa Yakobo ambao ni sisi. Lakini kwa sababu mnafikia watu ni wajinga, nimeongea ujinga wenu. Sasa nikiuliza, nasikia wengine mnapokuwa hapo nyinyi usema hivi, nyinyi usema ya kwamba asa sijui mtumishi wa Mungu Elisha alipoita Dani kanisani kwa masaa 5 akaongea na yeye hatukukua, na mbona akamuongelesha na mimi Fokasi, mimi pastor wa Rwanda Fokasi sikukua? Alimuongelesha kwa njia gani? Mimi nilikuwa rafiki ya Elisha. Mimi Mangobo mimi mnanijua, mimi rafiki ya Elisha. Aongelesha Dani ni mimi siko. Hebu nikuulize, mnaposoma maandiko hapa, hata nduguye Esau, kwa sababu ingawaje alikuwa amekosana na Esau, ilifikia nyuma Esau akakuja kabusu ndugu yake kumuonesha kwamba mimi nataka amani kwako ndugu yangu. Wakarudia kuwa marafiki kwa sababu walikuwa ni mapacha anyways. Walikuwa ni mapacha, wakarudiana.
lakini hakumualika akuja karibia hapo Yusufu akiongea na baba yake. Na Yusufu alipokuwa anaongea na baba yake, hata ndugu zake wengine kama Reuben, kama Lewi, kama Gad, kama Dan, hata Yuda mpendwa hakukuwa hapo. Ili alikuwa ni jukumu la Yusufu kurudisha baba yake mahali ambapo baba yake Isaac, babu yake Ibrahimu wamelala. Na nyinyi mnataka Elisha anapokuwa akitaka kuongea na mimi kijana wake wa 9, focus ukuweko. Akiongea na mimi kijana wake wa 9, mango bukuweko. Akiongea na kijana wake wa 9, jiku kuweko. Kama nani? Swali. Nyinyi hamukuzaliwa na Elisha, ni sisi tuliozaliwa na Elisha. Ikiwa alijua weakness ya watoto wake, aliwajua kwa sababu ndiye aliwazaa. Na akajua ni nani atakayeambia haya na haya. Wacha niwapeleke katika kitabu cha same Mwanzo 49 kuanzia mstari wa 1. Ndipo mtumishi wa Mungu Yakobo akasema hivi: watoto wa Israeli, wana wangu, kusanyikeni hapa niwaambie yale ambayo yatakuwa juu yenu siku za mbeleni. Kusanyikeni watoto wa Israeli, kusanyikeni watoto wa Israeli, niwaambie yale ambayo yanakuja nyuma yenu baada ya mimi kuondoka. Watoto walikusanyika wote, na hapo ndipo akawaambia haya yote ambayo mwenyewe angeambia watoto wake wote. Kumaanisha ya kwamba mtumishi wa Mungu Yakobo alikuwa kwa moyo wake, alikuwa na sitting room mahali ambapo anakusanyisha watu wote kuongea nao. Na pia katika moyo wake alikuwa na master's bedroom, mahali ambapo alikuwa na ufunguo wa kuongea na mtoto yule ambaye anajisikia kuna yale ambaye anaweza kumwekea kama mzazi. Kwa hivyo msitokee huko mwanze kuingia mpaka katika chumba cha moyo baba yangu mjifanya kwamba mlikuwa mnamjua. Hamukumjua. Ikiwa hata watoto wake wengine hawakujua mzee wangu kindani, na nyinyi wa nje mnataka mmjue katika njia gani? Sababu nyinyi wote mlikuwa marafiki ya Elisha. Utasikia mtu atasema Elisha alikuwa ni rafiki yangu, na ni ukweli. Utasikia mama atasema Elisha alikuwa rafiki yangu, na ni kweli. Utasikia mzee anakuambia Elisha alikuwa rafiki yangu, hakika ni kweli. Utasikia mzee kilema atakwambia Elisha alikuwa rafiki yangu, hakika Elisha alikuwa rafiki ya kila mmoja, kwa sababu moyo wake, sitting room ya moyo wake ilikuwa imefunguka, akikaribisha kila mtu. Mpaka utasikia mango atasema Elisha alikuwa rafiki yake, ni kweli. Focus atasema Elisha alikuwa rafiki yake, ni kweli. Lakini katika chumba chake cha siri, bedroom, hakuna yule ambaye alikuwa anaingia, isipokuwa yule ambaye alikuwa anamtaka ingie, na ni watoto wake wale ambao alikuwa anajua wanaweza kuweka siri. Nataka mtofautishe tangu siku ya leo, mjue Elisha alikuwa nani, kwa sababu alikaa na nyinyi miaka mingi na hamkumjua. Ndio sababu unasikia mango wanapokuwa kanisani anawaambia, mimi najua Elisha, mimi najua siri za Elisha. Hakuna siri ambayo unajua ya Elisha yenye watoto wake hawajui. Hakuna siri Focus unajua yenye Elisha hajui. Ndio sababu Focus, Elisha alikujaribu, akakupea kitabu cha kuandika, akupea kitabu ende Rwanda ukiandike, lakini ukaanguka mtihani, ukafanya mambo mengine, ukaenda ukamuuza. Na ulipomuuza ukachukua siri zake ambazo alikuwa amekupea kuandika, ukazipelekea Jik, na Mungu wa mbinguni akamuonekania, akamwambia kwamba Elisha, Focus amekuuza tayari. Yale ambayo Elisha aliongea juu yake mimi sitaongea, wacha nikuachie. Ndio sababu uliona tangu Elisha toke katika maisha yake, unaona jinsi maisha yako ilivyo Focus. Sababu hata mimi nilikuja kwako kukuonya Focus. Nikashika safari kutoka Amerika kwa sababu nilijua wewe ulikuwa rafiki ya baba yangu. Nikashika safari Focus nikuje Rwanda nikae na wewe. Nikachukua rafiki yangu mwingine tuje kwako nikuambie Focus, ulifanya makosa.
Na kwa sababu ya urafiki ambao ulikuwa nayo, ingekuwa ni heri shika majukumu ambayo ulipewa na Elisha, kwa sababu Bwana amekukasirikia ukakataa kunisikia. Na fokasi, nikikuuliza una ambao unajigamba wewe ni rafiki ya baba yangu, nikikuuliza saa hizi maisha ambayo ulikuwa nayo siku hizo ndio maisha ungali nayo wakati wa sasa? Simeona shetani ameingilia nyumba yako? Simeona shetani mpaka amekufanya kile ambacho ulikuwa nacho chote kimepotea? Kwa sababu ulikufuru, ukamuuza, ukakuwa kama Yuda kwa mtumishi wa Mungu Elisha ambaye alikuwa ni rafiki yako. Mango, unajiona jinsi ambavyo ulivyo? Unajua ya kwamba wewe ndio umefanya mpaka watu ambao wako innocent katika nchi ya Kongo wanaumia? Mambo mengine ni ya roho ambayo mimi saa zingine siwezi nikakuja kuambia, kwa sababu utafikiria kumbe huyu ni mwenda wazimu. Lakini kwa sababu ya ujeuri wako Mango, umefanya mpaka Kongo inaumia, watu innocent wanaumia, kwa sababu Yesu alikuwa amewapenda, akachukua mtumishi wake aje roho yake itakapotokea itoke katika nchi yenu. Na sasa ona jinsi umefanya nchi hivyo sasa inalia kwa sababu ya ujeuri wako. Lakini hayo yote hauwezi kuangalia. Lakini mimi nilimuomba Bwana nikasema hivi, Yesu, usichukulie makosa ya mmoja kwa watoto wako wote. Usichukulie makosa ya mtu mmoja kwa watu wengi Bwana. Hurumia watoto wako wa Kongo, hurumia kundi lako hilo, hurumia nchi yako hiyo. Na Bwana akasikia. Ndio sababu unaona shida ambazo zinakukumba, za kukumba wewe peke yako na familia, kwa sababu mlikufuru Kristo. Wacha nitembee. Sasa juzi jika lipokuwa kisoro kanisani, ndipo akaanza kutukana watoto wa Elisha, akiambia Kristo kwamba sasa watoto wa Elisha walipiga baba yao, ndio sababu baba yao akagonjeka. Kwa hivyo mtaongozwa na watu ambao walipiga baba yao. Unasema hayo na unaongea mbele ya Kristo wa Mungu. Unaongea hao mbele ya Kristo wa Mungu. Ona, unakuja unaombea Wakristo wa Mungu ya kwamba Wakristo waliokuwa na kana Elisha karibu, Wakristo wa Mabungo wanyo walikuwa na kana Elisha karibu, wenye hawakuona sisi hatuna hatia, unakuja unaambia kanisani ya kwamba watoto wa Elisha walipiga baba yao ndio sababu akagonjeka. Ukaongea kanisani ya kwamba Manas ameiba maharagwe katika shamba yake, ambao mwenyewe walitoa maharagwe katika nyumba yake wakaenda wakampandia. Wakristo ambao walipanda hayo maharagwe ni Wakristo wa baba yangu, Wakristo wa Elisha ndio walipanda hayo maharagwe katika shamba ya Elisha. Na unakusimama kanisa unasema ya kwamba Manas aliiba maharagwe yake ambayo imepandwa kwa shamba lake, imepandwa katika shamba lake na imetoka katika nyumba yake waende wapande. Na jiku unaposema hayo nafikiria watu kanisani ni wajinga, kwa sababu nyinyi shida ambayo mko nayo hamuna aibu. Ndio sababu niliwaambia tulijifunzwa kunyamaza na kuongea yale ambayo inafaa yaongewe kwa wakati fulani. Sisi watu wa kuropokwa, jinsi mnavyotoka huko mnakuja kuropokwa kanisani. Very emotional, microphone excited. Mnaposhika microphone kuongea mnakuwa excited sana mpaka mnaongea mambo mengine. Mtu anapokuangalia anajiuliza, kweli huyu ambaye anaongea ni mtumishi wa Mungu ama ni mwenda wazimu? Kwa sababu ikiwa hawezi kuhubiri neno la Mungu, ile wanaanza tu kutukana watu, na watu ambao wanatukana ni watoto wa mtumishi wa Mungu ambaye alikufa miaka 11 iliyopita. Eti kwa sababu unataka wewe uwe na heshima, unataka na wewe uonekane wewe ni mfalme, jemedari, onekane wewe ni shujaa. Hapana, shujaa hawezi akapigana na yule ambaye alikufa.
Ndio sababu wewe unapokuja unahubiria watu ukiwaambia kwamba hakuna Mungu aliyekufa, Mungu sio Mungu wa wafu, Mungu ni wa wazima. Ni kweli, hiyo ni ukweli jiku unaposoma hayo ni maandiko ya Mungu. Lakini kila ambacho hauwasomei, ambacho kinaandika hapa juu na chini, unasoma tu hiyo mstari na unanyamaza. Lakini ikiwa Mungu sio wa wafu, Mungu ni wa wazima, anasema nini? Akina Ibrahimu ambao baba yake alikuwa anaomba kama ngali na nguvu, akina Musa ambaye anajitia ya kwamba yeye ni kama Musa, na alikuwa amekufa kitambo, nasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wangu. Kwani baba yako hakujua kwamba walikufa? Lakini sasa unabadilisha wakati wa sasa, kwa sababu unapata narrative yako, unajiundia yale yako ambayo yatakufeva, ambayo yatakuonesha kwamba wewe ndiye uko. Kwa hivyo msahau Elisha alikufa, mumsahau. Jiki aibu. Na maandiko yatuambia nini? Ya kwamba nyinyi mkanyage pale pale ambapo waliowatangulia walianzia. Mkanyage katika miguu yao, wala ambao wainjilishi wa injili. Biblia inatuambia hivyo. Na wewe ungekuwa mtu wa akili, ungesema ya kwamba hawa ni watoto wa Kristo, hawa ni watu ambao Elisha alihubiria, nifanye namna gani? Wacha mimi niende pole. Mimi nionyeshe miguu ya Elisha alikuwa anatembea namna gani. Lakini wewe unakuja unaambia kwamba Elisha alikuwa ananipenda. Elisha tulikuwa tunatembea naye mpaka Tanzania. Kuliana mbali niambia. Na unapoongea hayo tena, wewe ndio unakuja unapiga Elisha yule ambaye ulikuwa unatembea na yeye. Una akili? Unaonyesha kwamba ulikuwa unatembea na Elisha, mkaenda Tanzania, akikuonyesha makanisa. Mkienda wapi? Akikuonyesha makanisa. Na tena the same Elisha unamuunda mbele ya watu ambao yeye aliombea. Uko na akili? Lakini kwa sababu ya kuropokwa yale ambayo ninawaambia, kuropokwa, mpaka unaambia Kristo ya kwamba nyinyi mko uhuru. Ikiwa wewe ni kijana na uko na Mkristo, una msichana wa kuchukua, usiangalie, wewe chukua tu, bora utuambie, sisi tutakusupport, uchukue tu, haina mbaya. Eti kwa sababu unataka kuaibisha baba Dibora kwa msichana wake. Lakini nikiwauliza, Bwana alisema nini? Heshimu baba yako. Na mimi nilikuwa nakumbuka vizuri baba yake akifundisha kanisani, akiambia watu ya kwamba mheshimu baba kwa sababu hakuna baraka zitokazo kwa mama. Sasa ndio huyo Manas amekuza watoto wake, wamekuwa wakubwa, wanataka kutafuta manyumba zao. Sasa yeye sio mzazi tena wa hao watoto. Nasikia sauti na waambia eti ya kwamba msishughulike na huyo ni mjinga, huyo ni takataka, huyo ni karatasi. Elisha alizaa takataka. Kwa hivyo msiwasikilize, msiwaheshimu. Na jiki nikikuuliza, baba yako aliyekuwa anaongea mbele ya Kristo akiambia kwamba mzazi hata kama ni kilema ni mzazi wako, hata kama ni kajinga ni mzazi wako, hata kama yeye ni masikini yeye ni mzazi wako. Baba yake alikuwa anafundisha hayo kanisani. Na ikiwa ulikuwa kanisani na wewe ni mtoto wa Agre, ulikuwemo baba akihubiria, pia ulikuwa unasoma Biblia. Nakumbuka siku hizo baba akiwaambia watu, chini wazazi wenu. Na tena Manas amezaa msichana, amekuwa mkubwa, anataka kuoleka. Mahari mnataka mpeleke Mubende, mnataka mpeleke Kampala kwa sababu hamtaki nyumba ya Elisha. Jiku mko na akili? Akili ni kidogo. Kwa sababu mungekuwa na akili, mungejua kwamba msichana mnampeleka katika njia mbaya ya kumpoteza, na laana zitamfuata kwa sababu yeye mmemshawishi na amekataa kurecognize, kujua baba yake ako wapi. Na sauti hii ambayo inawadanganya nawaambia hivi ya kwamba watu wangu walioniamini walikuwa nakufiria mbali. Sasa hata Manas anaposema yeye inafaa azikwe mahala baba yake hako, hadi hiyo ni uongo mtupu. Wacha nikuulize, ni kwa nini mtumishi wa Mungu ambaye tumesoma hapa kitabu cha Mwanzo anaambia mtoto kwamba nipeleke mahali ambapo baba yangu amelala, babu yangu Ibrahim amelala? Kwa sababu gani? Kwa sababu unapopewa urithi
unapopewa ufalme, unapopewa mahali ambapo utakaa, hapa patakuwa pako. Ndio sababu mtumishi wa Mungu Musa akasema kwamba hapa ndio ufalme wangu. Akimwambia nani? Kwa anamwambia Farao, hapa ndio ufalme wangu. Kwa hivyo nakwambia kwamba wewe unapofundisha watu, ukisoma Biblia, don't be moved by emotions. Hapana, emotions haziongozi kanisa. Emotions haziongozi watu. Wala neno la Mungu ndilo huongoza watu. Soma Biblia vizuri. Usipeleke kwa mataji yako. Usipeleke jinsi wewe mwenyewe unajifikiria eti ndio sababu atakuwa wa kuheshima. Hapana. Nena neno la Mungu kwa ukweli. Watu wa Mungu wataelewa. Roho Mtakatifu aingie ndani yao, watambue neno ambalo umesema ni neno gani. Lakini wewe mambo ya kubadilisha Biblia, ndugu yangu, hamtaweza. Na wacha niwaambie, katika jina la Kristo Bwana wangu, aliyetuma Elisha akamweka hapo na mifupa hapo imelala hapo mavungo, hamtawahi fanya mahali ya msichana ama kijana wa Elisha katika mahali pengine isipokuwa mavungo, mahala ambapo baba yangu amelala. Sijaongea kama Dani, ninaongea kama yule aliyepewa mamlaka na Elisha baba yangu. Nirudie, nasema kama yule aliyepewa mamlaka na baba yake. Ninawaambia kwamba haitawezekana kwamba mtoto mjukuu wa Elisha mjukuu wa Elisha aende apelekewe mahali pengine, ama harusi yake itendekee mahali pengine ambapo baba yake hajakubalia. Mimi nimesema, na Mungu yu shahidi yangu. Mungu yeye ni shahidi wangu. Tutaona. Umesema sauti yenu ndiyo imesema, na mimi ninawaambia hiyo sauti nimesema katika jina la Kristo Bwana wangu, Yesu wa mbinguni aliyetuma Elisha. Hamtaweza. Na ndiyo sababu mnatoa hizo sauti zenu, mnaenda kanisani. Mnapoingia kanisani mnaongea. Mnapoongea mnapitia nyuma. Unapigia Manase simu, unamtumia message Manase. Wewe kimbia mbele za baba. Ongea na baba, kisha ongea na baba. Ndipo unapoongea na baba atakukubalia harusi ifanyikie Kisoro. Sauti mmefanya mbele ya umati ya kwamba haitakuwa Kisoro, lakini unapita nyuma. Unatuma watu akina Focus, unatuma watu akina Mangobo, mwende mtembelee Manase, mwambie yeye avunjike aende mbele ya baba muombe. Akimuomba harusi itakuwa Kisoro. Kwa sababu gani? Mnataka muonyesha umati ya kwamba Manase alipiga magoti kuomba baba, ndio sababu harusi ikafanyikia Kisoro. La, haitakuweko na haitawezekana. Kwa sababu hata Agre mwenyewe anajua huyo mtoto ni wa Manase. Hata Yesu wa mbinguni anajua ya kwamba huyu ni mtoto wa Manase. Na Yesu akapea mamlaka mzazi ya kwamba baraka zitatokana na mzazi aliyezaa mtoto. Ndivyo ilivyo na haitabadilika. Mtoto akitaka amani, akitaka furaha, akitaka yeye Bwana mbariki katika maisha yake. Na naomba hata yule ambaye anachukua mtoto wangu Chrysanthus, ikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu kwa ukweli, usikubaliane na ujinga. Kwa sababu unajua desturi za kanisa la mitume, unajua desturi za Mungu jinsi zinavyosema. Lazima muendee mzazi wa mtoto, muongee naye, sio kudharau. Kwa hivyo msifanye ujinga kama, kwa sababu watoto wenu watapata baraka kwa wazazi. Na waomba mfanye majukumu yenu kama wazazi. Msifanye ama mbuni njia zenu kwa sababu ya kutaka kujionyesha kwamba nyinyi mko na nguvu. Hapana. Kuna maana ambapo nguvu zinakuishia, unatulia, unasema wacha nisikize wengine wanasema nini. Hasa imefikia wakati wa sasa ya kwamba msikize mzazi Manase anasema nini. Msikize Emmanuel anasema nini, mtoto wa kwanza wa mtumishi wa Mungu Elisha anawaambia nini kuhusu mtoto wake. Sasa na mimi kama nikiongea kama baba, sikiza sasa niwaambie, siongee kama Dani, kuongea kama baba. Nasema hivi, haiwezekani. Lazima mtoto harusi tafanyikie hapo. Pengine jinsi mlisikia huyo Miriam
Huyo Miriam alisema kanisani, akamwambia kwamba ya kwani msichana akioleka akienda tu na aoleke sasa rudi kanisani? Kwani nyinyi wote simurioleka mkarudi kanisani? Na mtoto wake akifanya hivyo kuna makosa gani? Pengine Miriam akisema hivyo amue ashawishi mtoto aende kipagani. Lakini ikiwa hata kienda kipagani, ni lazima Krisanto ataleta maziwa nyumbani, mpende msipende. Kama sio hivyo, tutafanya kama watoto wa Yakobo, tutaenda kumchukua huko kwa sababu ni mtoto wetu. Sikia, sababu Biblia tunajua sheria. Watoto wa Yakobo, msichana alipoenda kuoleka walifanya nini? Si walienda kumchukua, wakamtoa huko kwa sababu walikuwa wamekataa kukubaliana na ujinga ambao ulikuwa umetendeka. Walienda wakachukua msichana wao huko, na sisi nimesema tutaenda hata mkimpeleka kipagani, tutaenda kumchukua huko kwa sababu desturi ya Mungu tunaijua, maandiko ya Mungu tunayasoma, tunajua vizuri. Sababu hatutaki mtoto wetu akuwe na laana, ni damu yetu hatutaki kuwe na laana. Ni lazima turudishe nyumbani, tumubariki jinsi nafaa mtoto abarikiwe na wazazi wake. Mnacheza. Niliwaambia mlifungua mlango ambao hamtaweza kufunga. Siku ulioamua ukaandika barua, ukisema ya kwamba umeamsha vita katika nyumba ya Elisha, umeamsha vita kwa Elisha na nyumba yake, ulifungua mlango mbaya. Haungefanya hivyo. Mimi nikasema mbona Bwana, yale mambo uliyoambia Elisha mwaka wa 78, mbona imefikia wakati wa sasa? Sasa ona Jiki amesema ameamsha vita katika nyumba ya Elisha, ameamsha vita. Nikasema Bwana wangu, haijatokana kwetu jinsi Elisha alituambia, isitokee kwenu tukakubali. Na haijatokea kwetu, imetokea kwenu nyinyi. Kwa hivyo vita wacha muzione. Kwa sababu Jiki, wacha niwaambie, shida ambazo unaona zinawakumba nyinyi kama watoto. Na hata nimesema jana kwa kifumbi, wacha niseme siku ya leo. Jiki niliwaambia hivi, wacha niwakumbushe pole tu. Niwakumbushe. Jiki, mungetaka mkuwe na amani katika nyumba yenu ya Agre, mungetaka mkuwe na amani, mungerudi chini. Niliwaambia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo. Kabla hajaokoka, Paulo alifanya makosa mengi ya kuwa watumishi wa Mungu, akawaua. Lakini alipookoka alifikiria pengine Bwana amemsamehe, na ni kweli alikuwa amemsamehe. Makosa yake aliyasamehe. Lakini kuna ile ambalo Bwana aliapa akasema, auaye na upanga atakufa na upanga. Auaye na upanga. Sisemi ya kwamba mbinguni hamtaona. Sisemi ya kwamba Paulo hakuona mbingu, aliona mbingu. Lakini kifo alichoua wenzake wanadamu akawafanyia, lazima alikufa na hiyo kifo. Kwa sababu Paulo aliua watumishi wa Mungu kwa upanga, si alikufa na upanga? Nikaambia mtumishi wa Mungu mwingine anaitwa Elia, mnajua alipoua watu wa Bayari akawaua, walikuwa wanaomba miungu mwingine, ni sawa. Lakini kwa sababu neno la Mungu halibadiliki, Bwana akisema neno amesema. Alisema ya kwamba wewe na upanga atakufa na upanga. Lakini Elia kwa sababu ya uchungu wake akasema, ni kwa nini mnamwabudu Mungu mwingine? Wacha niwaonyeshe. Akachukua upanga kwa watu 700 wakakufa wote. Na walipokufa, ingawaje Elia alikuwa mtumishi wa Mungu, Elia alikufa na upanga, mtasema huyu kweli ameongea nini? Elia alienda mbinguni na miguu akapaa akaingia. La, ingawaje alienda mbinguni, wale ambao mnasoma kitabu, mnasoma Biblia vizuri, Elia alirudi kama Yohana. Roho ya Elia Bwana haikukubali ikae mbinguni, ikae chini. Lazima arudisha hiyo roho isikie uchungu wa upanga. Ndio sababu mliona alipozaliwa katika nyumba ya Elizabeth,
akakuja kama Yohana. Lazima Yohana kifo chake kilikuwa msichana wa Herode ambaye alikuwa anaitwa Herodia, akaomba kichwa cha Yohana, ndipo wakakata wakampea. Kwa sababu Mungu alisema nini? Auaye na upanga atakufa na upanga. Jiki, wacha niwaambie, shida ambazo mnakutana nazo ni kwa nini mko nazo? Mbona nyumba zenu zinasabaratika? Mbona unapoona Clement kwa nyumba yake hana amani? Unapoona Patrick kwa nyumba yake hana amani? Unapoona Manas kwa nyumba yake hana amani? Unapoona William kwa nyumba yake amani hakuna? Unapoona Gerard kwa nyumba yake hana amani, enda kwa ndugu zako pia, wengine hawana amani katika nyumba zao. Ndio sababu unaona shida zinawakumba. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya makosa ambayo baba yenu alifanya kama hajaokoka. Jinsi Paulo alifanya makosa kama hajaokoka. Alifanya makosa gani? Alikuja akaoa bibi, akaoa msichana. Huyo msichana aliyeoa ambaye alikuwa msichana mkubwa katika boma hilo, na huyo msichana mkubwa aliyekuwa ameoa, huyo mama wa Kristo mnamjua, kuna mama ambaye huwa anakuja kwa mlima kuomba, amezeeka, ni dada wa mama wa Injili ambaye ni mkubwa, amezeeka sana. Huyo ni dada yake ambaye alikuwa bibi ya kwanza ya baba yako, na alipomuoa akamweka kwa nyumba. Sasa ikafika siku huyu mama yenu huyu akaenda kutembelea dada yake. Alipomtembelea, baba yenu akapenda mama yenu, ndipo mama yenu akasema kwamba hatuwezi tukakaa katika nyumba mabibi wawili. Ikalazimishwa baba yenu kufukuza bibi wake wa kwanza, ama dada yake, ama mama yenu mdogo, mfukuza katika nyumba, akitoke aende, ndipo mama yako ambaki kwa nyumba. Na sababu huyo mama alikuwa anataka naye aoleke kama watu wengine. Alikuwa amejua shida ambazo amepitia kama mama kukana baba yenu. Kwa ajili ya hasira ambayo alikuwa nayo akawalaani. Mimi nasema haya kama mtumishi wa Mungu, na mnajua ni ukweli mbele za Kristo. Mnajua ni ukweli mbele za Kristo. Akawalaani, akasema kwamba mmefanya haya, hamutapata amani nyinyi na watoto wenu. Hiyo ndio laana ambayo mnatembea nayo wakati wa leo. Ndio sababu mnaona manyumba zenu zinasabaratika. Na sasa ndio sababu mnaona mmefanya hayo, mnajiongezea laana nyingine ambayo sasa mnakuja mnaambia watu wa Mungu uongo ya kwamba watoto wa Elisha ndio walipiga baba yao ndipo akagonjeka. Na jiki, wacha nikukumbushe, mnakumbuka safari ambayo tulikuwa tunaenda kufungua kanisa la Akaya mwaka wa 2005? I think ilikuwa huo mwaka, ndipo tukaenda Nairobi. Mimi, baba yangu, wacha nikumbushe vizuri, tuenda hospitali mimi, baba yangu, Valence. Tukasindikiza baba yako hospitali ya Aga Khan. Tukamsindikiza. Tulipomsindikiza, kukakuwa na injection ambayo ilipigwa baba yangu ina name ya kwamba itamsaidia asikuwe na uchovu anapoenda masafari. Mwenye alipiga baba hiyo injection, he was a Russian. Hata siku ya leo macho yangu ingali namkumbuka huyo. Ninapoenda mpaka siku hiyo, mimi ningali nakumbuka that Russian guy, cause alimaliza katoka nje kuja kutusalamia. Baba yangu kuna neno ambalo alituambia. Valence alikuweko. Ikiwa mimi ni muongo, muulize Valence aliyekuwa driver hiyo siku. Akasema, mtoto wangu, wacha nikwambie, msikubali kupelekwa na hawa watu kuwasindikiza, waambia kwamba fanyeni hivi na hivi. Mtoto wangu, nimekufa. Mtoto wangu, sijui kama nitaishi tena. Mwaka wa 2005. Nasema haya mbele za Mungu.
Na mtu wa tatu ambaye baba yangu aliambia alikuwa daktari wake, ambayo siwezi nikasema jina lake siku ya leo kwa sababu mkimjua pengine mtamfanya kitu, lakini huyo daktari ako na he's ready kufanya affidavit akiongea yale ambayo Elisha alimwambia akiwa hospitali. Mungu ni mwema. That injection ambayo Elisha alipigwa, mimi nilikuwa nimewasamehe na sikutaka kurudia haya maneno, lakini kwa sababu nyinyi ndio mumeleta hii, mkasema ugonjwa Elisha aligonjwa kwa sababu watu walimpiga, nikasema wacha nikuje niambie watu wa Mungu ukweli ilikuwa namna gani. Ndipo injection ambayo Elisha alipigwa, igikatu cyo data yatewe, yagitewe agakani, agitewe ruko aherekeje baba mu rwariro, baramufata baramubwira ngo kugira ngo we kujura ruha cyane uje safari kaba gutere kino gikatu, bakimuteye mu mutsi mu mugongo, umutsi guje mu bwonko, guriya mutsi hariho hormone mu mutwe yo twitaga dopamine. It's called dopamine. Ndipo dopamine ikaanza kuleak. Dopamine yenye inasaidia mtu kubalance ikaanza kuleak. Na target ilikuwa gani? Target ilikuwa ya kwamba Elisha ama apoteze vitu viwili, kusikia ama kuongea. Na kwa sababu daktari alikuwa professional, he touched the nerve that controls the left side of the lobe of the brain. Ndipo mzee akaanza kuziba mdomo wake. Kwa sababu ilikuwa it's a slow poison, ndio sababu Elisha mliona alikaa mpaka miaka 8 ndipo mzee wangu akaenda. Na hayo I think hata ndugu zangu wengine hawako wanajua. Lakini kwa sababu Jika ametaka tuongee ukweli, nimesema leo acha tuongee ukweli. Kwa sababu wewe ndio umeleta. Mimi nilikuwa nimewasamehe kitambo na nilikuwa nimesahau. Sikuwa nataka kujua. Ikiwa mnataka kujua yale ambayo ninawaambia ni ukweli, mwende muulize Pastor Eliud alikuwa ananunua madawa ya aina gani ya kusaidia baba yangu. Mwende muulize Eliud. Kuna siku moja ambayo baba walitaka Elisha apate dawa yake ya kumsaidia dopamine, ama Eliud ndiye alikuwa anapambanisha, anakimbia mahali popote kutafuta hiyo dawa ipatikane. Mpaka siku moja nilipoibiwa pesa. Nilipokuwa nakuja kutafuta dawa Kenya, nikaibiwa pesa Busia nilipokuwa nafanya exchange. Nilipofika huko ilikuwa namna gani? Si mpaka kwa sababu mlijua baba yangu ananipenda, mkatafuta mchafue jina yangu mbele ya Kristo ya kwamba pesa nimeiba ambazo nilikuwa nakuja kununua dawa ya mzee, Dana akaiba hiyo pesa. Na kweli mtoto mgana ambaye anaweza uza shamba yake kwenda kununua dawa ya baba yake na kisha aibe pesa ambazo yeye mwenyewe ameuza shamba yake kununua hilo dawa? Aibu. I had a plot in Kampala. Nikauza. Kwa sababu pesa ilikuwa imekosekana, kwa sababu Jika alikuwa anaenda kwa makanisa Kisora akiwaambia kwamba tuko na kazi ya kujenga kanisa, ya kujenga Sayuni. Sasa hizi tunafungua hiyo kanisa ambayo imejengwa. Tulikuwa tunachangia hiyo kanisa ambayo imesimama siku ya leo. Na mzee alikuwa mgonjwa. Mnasema kwamba hakuna pesa ya kutibu Elisha, kwa sababu pesa ambayo ingefanya hiyo kazi inafanya kazi ya Mungu. Nikauza ploti yangu kwenda kununua dawa Bungoma, dopamine for my dad. Nilipofika huko, narrative mkabadilisha, kwa sababu pesa yangu ilikuwa imeibiwa. Walikuwa wamechanga wananipea pesa kidogo, nikifia ni pesa full. Nilipofika hapo pesa ikakuwa kidogo. Lakini kwa sababu nyinyi kazi yenu ilikuwa ni kuchafua watoto wa Elisha, mkaanza kusema Dan ameiba pesa ya baba yake ya kununua dawa, my own money. Lakini tukanyamaza tu, kwa sababu nimwambia sisi sio watu wa kuongea fwa, tunawacha tu muongee. Lakini tulijua siku ya kuongea itakuwa ni siku gani, kwa sababu sisi
tulizaliwa tukajifunza. I was trained. Nilifundishwa kama mimi ni mtoto. Nilifundishwa how to endure. Nilifundishwa how to endure the pain. And that's why mliona nilikaa na nyinyi nikavumilia tu. Nikaonekana mjinga, nikatukanwa na ndugu zangu, lakini I knew my mission, I knew what I wanted. I wanted to learn you, be like you, know in and out. Nikajua yote. Kwa hivyo hamtawadanganya watu mambo ambayo sasa hatuwezi tukajua. Lakini niliwasamehe. Kama sio nyinyi kuja kuleta hiyo maneno, mimi singesema. Lakini kwa sababu mmeamsha, nimetaka niambie watu wa Mungu wajue baba yangu alikufa na nini, yenye chanzo cha baba yangu kuonjeka kilikuwa nini. Nimewapea mashahidi. Mshahidi mwingine atafanya affidavit when time comes. Kwa sababu hata akikufa ashafanya. Hata akikufa acha mkimua ashafanya. You have the records. So ningewaambia mrudi chini. Mrudi chini. Mrudi chini. Muombe Mungu msamaha. Kwa sababu haya ambayo mlifanyia baba yangu itawarudia. Na tayari shawarudia. Mimi machozi yangu ni ya kwamba tuko na watoto ndani yenu. Ndio shida ambayo niko nayo. Ni kama tuko na uzao na nyinyi. Hiyo ndio shida ambayo inanisumbua kila siku. Mpaka mkafanya mtumishi wa Mungu Manas anze kuwa kama Daud. Anze kujuta sika ambayo alichukua msichana wa Sauli. Sababu Daud alikumbuka mateso ambayo anapitia kwa msichana wa Sauli ambaye alikuwa ameoa. Akasema, I curse the day I met you. Ndipo akamwambia hautawahi zaa mtoto hapa chini ya mbingu. Kwa sababu mnaona watoto wengi wamekuwa shida katika nyumba yangu. Sio vijana, sio wavulana, wamekuwa shida. Kwa sababu ya mtumishi wa Mungu ambayo mlimwaga damu yake. Swali la mwisho ningependa kuwauliza. Mnajua ni kwa sababu gani wengine katika nyumba yenu hawakukuja kuzika Elisha? Nirudie. Mnajua ni kwa sababu watu wengine katika nyumba yenu Elisha alipokufa hawakushika safari wakuje kumzika Elisha? Eti ni wagonjwa? Wacha nimalizie hapo. Mungu awalinde. Nyinyi nimewaambia ndio mumeanza haya, wacha tuambie ulimwengu ukweli. Mungu awalinde.